Mamnyoro Express. Nimeona ukipeana certificate ya DCP. Ukipea ule mtapeli wetu ule alikuwa MCA. Sasa wewe, yani umetudharau namna gani? Mpaka unasema tunaweza nunua huyo mtu sijui na 200 million, sijui 100 million. Yani wewe umetuona kabisa sisi ni chakara kiasi gani? Unajua maana 200 million inajenga, inajenga barabara kilomita 2 complete. 200 million inajenga 4 kilometers complete. Najua wakati uliingia kwa serikali huko elewa mambo mingi kwa sababu ulikuwa unapora, yani hakuna siku ulifikiria vizuri na ukajua mambo inapangwa namna gani. Sasa unaona ulifika uligonga ukuta, uliona magisa mpaka ukajikuta huko nyumbani. Nilikuwa ndani nikwambie sisi hatuna pesa ya kumwaga hiyo ya upuzi. Nataka nikwambie tafadhali ujifunze kuwa na agenda. Yaani siku moja angalia agenda yako useme mimi kama wa Munyoro nikipata serikali nitafanya hii na hii na hii na hii na ile. Uficha kuna. Lakini toa kwa tuna agenda. Usikuwe tu agenda yako kila siku ukiamka William Ruto, ukilala William Ruto, ukitembea William Ruto. Yaani unaongea matope 24/7. That's why tulikosea tu, lakini haisuru. Hata ungejaguliwa mara ya pili kwa mbunge. Kumbe ile watu ya Madira walikuwa wanajua, that's why walikuwa wanatoroka, walikuwa wananipigia masimu kila siku, unajua nisaidie mimi ndio nitafanya hii ndio. Yaani sitaki kuongea kwa sababu unajua hii makosa kubwa ndio ilifanyika sana, nilichangia mali kubwa. So hadi tuseme tu ni kama wakati maziwa yamwagika ama maji yamwagika, ni same thing. Sasa umetuona umedharau kiasi gani unasema tutazanunua huyo kijana na 200 million. Wewe nguli sisi tuko na pesa. Sasa wewe ulichanganyikiwa kabisa na hii dunia na hii maisha. Hakuna pesa kama hiyo na mwanangu tu iko my friend. Mambo ni tofauti. Sio vile unafikirianga na vile unaona. Halafu ujifunze kuongea ukweli hata dakika 2, dakika 5 kwa siku. Yaani kuanzia saa ukiamka 6 mpaka ukilala saa 5 usiku. Hebu jaribu dakika 5, dakika 2, dakika 3 uongea ukweli. Kwa sababu sasa yote unaropoka tu uongo. Lakini unaongea bwana. Ni kama una mashine.